Ni aje watu wangu? Ni Masaa Mkenge hapa hivi, na kama kawa si unajua vile sisi hufanya. Kwenye pilika pilika zangu huku mitandaoni, nimepatana na hii video. Na ni video ambayo kiukweli inahuzunisha sana. Naomba usikize hii video kabla tuendelee. Nitaambia baba hapana. Lakini baba yangu ulinihuzunisha sana, na lazima nikwambie. Na hata kama mtumishi wa Mungu alisema tunaenda kwa kanisa on Sunday, that go and repent, go and repent. Maana yale mambo ambayo umefanyia mama ni mabaya zaidi hata kuliko ambayo shetani anaweza kufanyia binadamu. Sio ati niko hapa kufurahisha watu. Mimi nasema kitu ambacho kilinichoma. Kupita na ambulance kwa geti ya mama na umeweka walinzi pale wa askari ili mama asiingizwe pale. Dad, go and repent. You are my dad. You have to teach me, and I also have to question you if you go wrong, so that today change. Because they usually say we disagree to do what? To agree. Mama alikuwa anaangalia na anang'ang'ana kuvuta hewa, anang'ang'ana kuvuta hewa, anang'ang'ana kuvuta hewa. Na mimi nikakaa hapo nikaona anang'ang'ana kuvuta hewa, nikajua anatuacha. Nikachukua chai kidogo nikamwaga kwa kope, nikasema acha nikunywe just in case akiniacha huenda nitakosa hata nguvu ya kukula. Nikakunywa chai kikombe moja, nikachukua ile draw ya daktari, nikatoa handkerchief yangu na nikatoka nje. Nilikuwa hajatuacha, lakini nilipigia baba simu nikamwambia mama ametuacha. Kaa kidogo kurudi ndani, kweli tukaona badala ya 40 sasa haisomi kabisa. Na kweli alifariki tukimtazama. Na kwa hakika ilinichoma sana kumpoteza mzazi, lakini on the other hand nilifurahia sana kwa sababu alikufa akiwa ameteseka sana. Kwa sababu ukiona mtu mkubwa anagonjeka mpaka anasema mbele ndafua, kila wakati analia hapo mbele ndafua, hapo mbele ndafua. Unajua kweli amegonjeka kwa huzuni na kwa uchungu sana. Na wakati alikufa nikatoka nje nikaenda kukaa nyuma ya hospitali. The only thing nilikuwa naambia God, give me strength to accept things that I cannot change. Give me strength to accept things that I cannot change. Na kweli kila nilikuwa nikisema hivyo naona machozi yanarudi ndani. Nikisema hivyo machozi yanarudi ndani. Nikajicontrol hadi nikarudi. So, si umesikia? Ni poa kuwa na utu bana. Ni poa kuwa na utu na kuwa mtu kwa watu, kwa sababu huyu kijana alisikiza kila mtu kwa mazishi. Alikuwa na sifu vile babake ni mzuri, vile babake alikuwa mtu wa huruma, lakini huyu kijana akaamua kuongea ukweli. Akaongea ukweli ikamtoka. Akasema kwamba babake si mtu mzuri na hakuwa mtu mzuri. Alimtesa mama yao akiwa uhai, na kwa hivyo awache kudanganya ya kwamba, ama watu waache kudanganya ya kwamba alikuwa anamwangalia mamake vizuri. So kila mtu, ni jukumu letu kuwa mtu mzuri ukiwa hai, ama ni jukumu la kila mtu kuongea ukweli hata wakati mtu amekufa. Wacha kumiminia mtu sifa za uongo. Kama mtu alikuwa mzuri, alikuwa mzuri, tuongee ukweli. Kama alikuwa mtu mbaya, tuongee ukweli, huyo mtu alikuwa mtu mbaya. Na hivyo ndio inafaa watu wangu, au sio? Baadaye